Alhamisi Kuu ya kipekee sana kwa sababu katika siku hii tunakumbuka Bwana wetu Yesu Kristo alipoweka sakramenti kuu mbili, yaani upadrisho pamoja na sakramenti ya Ekaristi Takatifu iliyo kilele cha masakramenti yote, ambapo hata katika adhimisho la misa takatifu tuna liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi Takatifu. Tuna mambo pia ambayo tunashirikishwa hususani katika swala la kuoshwa miguu. Tunaona ni namna gani ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alivyo na upendo, alivyokuwa akionyesha juu ya utumishi wake katika kuwatumikia watu. Hajaja hapa duniani kwa ajili ya kuweza kutumikiwa, bali kuwatumikia. Hivyo kitendo cha kuwaosha wanafunzi wake miguu kinadhihirisha wazi kwamba yeye ni mtumishi wa Bwana. Na tukikumbuka kipindi hicho, watu ambao walikuwa wanafanya kazi ya kuwaosha miguu, wale wakubwa, watu wenye hadhi kubwa katika jamii, walikuwa wanaitwa watumwa. Kwa kitendo hiki Kristo anapokuja kutenda, anaonyesha unyenyekevu wa hali ya juu sana, ambapo anaonekana ni mfalme mpole, mfalme mnyenyekevu, mfalme mvumilivu, mfalme mwenye upendo wa dhati kwa watu wake. Ni neema kubwa na baraka sisi katika kusherekea kipindi hiki, na hususani katika siku hizi tatu kuweza kutafakari kwa makini zaidi juu ya ubinadamu wetu ambao Kristo ameuchukua ili sisi tuweze kupata kukombolewa kutoka katika hali ya dhambi.